السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وحقيقة ni sharaf kubwa sana kuhudhuria maulid kama haya baada ya kupata uwalishi kwa kupitia ndugu yetu Said Izzuddin unaotoka kwa ndugu yetu Sheikh letu baraka yetu Sheikh Muharram. Tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie nia ya njema yenye kuleta baraka na khairi insha Allah Ta'ala. Na ni sharaf vile vile kuhudhuria maulid ambayo ni moja katika mawalid yenye mifano mizuri sana katika kufahamisha uhakika wa maulid. Ndani yake kuna risala ambayo kwamba imeoana na hali ya ulimwengu leo, na haswa tarehe hii ya leo ya kumzungumzia mwanamke, na shekhe na yeye akabana ya kuwa mazungumzo yoyote yashukie hapo hapo, ili Uislamu ujue maulid pia yanatangaza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambayo yanahusiana na hii siku ya leo, ambayo anwani hii ambayo kwamba tuko nayo Uislamu na mwanamke. Katika Qur'ani mwanamke ametajwa takriban mara 85 na wazazi mara 7. Hata aliposema dakika 7 za kuzungumza, nikasema na mimi nitazungumzia wazazi kwa vile ndani yake kuna mwanamke, itaenda 7 kwa 7. Uhakika wa mambo ya kuwa mwanamke ni kitu muhimu sana katika mujtama. Nitatoa mfano mdogo kwa wale watu ambao kwamba wenye kumiliki viwanda. Sisi tunasema viwanja kwetu, huku ni viwanda, factories. Mtu mwenye factory ya aina yoyote, hata kama ni ndogo ya kutengeneza maji, anahakikisha usalama wafanyakazi wa kupeleka factory kama ile, production, vile vitakavyotengenezwa pale vitengenezwe kwa uzuri, mpaka michoro pia itatafutwa wataalamu walete michoro ambayo kwamba itaweza kuvutia, bali kuifunga pia, hata package yake pia itashughulikiwa, na kupelekwa sokoni itapelekwa namna gani mpaka ingie kwenye soko. Ni shughuli kubwa ukianza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake. Mbio zote hizo zinakuwa na timu kamili, kuanzia director, manager, wafanyakazi, maofisa wote. Mwisho ni chupa ya maji au unga wa sima, ugali au ni sabuni. Sasa niambie, hii factory ya kukuleta wewe na mimi, Mwenyezi Mungu amemchagua mwanamke ndiyo factory ya kuleta mwanadamu. Hatuna njia nyingine sisi wanaume tuweze kuzibeba mimba hizo tulete watoto. Ni wao miezi 9 katika tumbo, abebe mengi ambayo kwamba atakayopitia katika maisha yake. Sasa wewe mwanamume, chenye thamani zaidi ni chupa ya maji au sabuni, au ni huyu mwanadamu atakayeletwa na huyu? Cha kuangaliwa zaidi na kulindwa zaidi na kuheshimiwa zaidi na kuhifadhiwa zaidi na kuinvest zaidi ni huku kwenye hizi sabuni na unga na vitu vovote vinavyotengenezwa na factory ya aina yoyote, na huyu mwanadamu ambaye kwamba mwenye kuleta wanadamu. Utaona mwanamke ana mahali pakubwa sana
ni sisi hatujakaa vizuri tukafahamu tuna kitu gani kimekaa ubavuni mwetu. Ili kuunganisha mada hii na masala ya wazazi, ndio mazungumzo yawe mafupi, na mzazi nikikusudia zaidi huyu mama ambaye kwamba yuko katika maudhui yetu kama mwanamke. Qur'ani ajabu yake, kila inapozungumzia wazazi mbele yake kutakuja shindikizo la mama. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا كيشا حملته أمه كرها ووضعته كرها. Yani utakuta baada ya kuhusiwa sisi kuangalia wazee wetu, lakini mbele ya wazee hakutajwi baba. Kuna shindikizo za aya za kumwelezea mama. Kwa nini Qur'ani kuchukua uslubu huu wa kuangazia kumzungumzia mama kwa upana baada ya kueleza wazazi? Ni kwa sababu sisi tunapokulia tukafika wakati wa kufahamu, tunaona mbio za baba hatuzioni za mama. Anavyokwenda kazini, anavyopata taabu, anavyofanya hili na lile, ahakikishe nyumbani kumekaa sawa, watoto wako sawa, nyumba iko sawa. Lakini kazi aloifanya mama huwezi kuikumbuka. Ulivyokuwa tumboni hukumbuki mama alipata shida ngapi. Ulivyozaliwa huelewi mama alikuwa anaumia namna gani. Unavyokulia hukujua mama alivyokuwa akikesha usiku, akikufanyia kila namna, akijinyima yeye mengi, ahakikishe huyu mtoto anakuwa. Kazi alizozifanya mama wewe hukuzitambua kwa sababu ya umri wako. Qur'ani ikasimama wima kufahamisha mama mumwangalie, kwa sababu kulipita wakati wewe hutambui. Ndio mmoja katika mufassirin akasema, la ajabu katika Qur'ani vile vile kuwa imetumia kilma cha walidaini. Na walid tunajua ni mwenye kuzaa, lugha iko wazi. Sasa anaizani baba ni mama, anaizani mama. Akasema hiyo ni ishara Qur'ani inafahamisha umuhimu wa mama, mpaka ikawacha jina la baba ikatafuta yule mwenye kuzaa, ikamweka pale utambua uzito wa mama katika maisha yake. Ndio yule mmoja akaenda kwa Saidina Umar akamwambia, ya amira almu'minin, mimi nina mama hawezi kwenda kujisaidia isipokuwa juu ya mgongo wangu. Yani baina mahali pa kujipumzisha na kwenda mahali pa kujisaidia, mama hawezi kutembea, lazima niende nimchukue nimfikishe mpaka mahali pa kujisaidia, achuke ajisaidie, nimchukue tena nimrudishe. Akamwambia, je, itakuwa nimetekeleza mimi birrul walidaini kwa mamangu? Sayyidina Umar akamwambia la. Akamwambia kwa nini? Akamwambia, hiya fa'alat wa tatamanna baqa'ak wa anta taf'aluhu wa tatamanna firaq. Ye alikifanya na huku anasikia raha, anatamani wewe uendelee kuishi upate maisha, lakini wewe wakifanya hivi sasa huku unajiuliza ataondoka lini? Sasa itakuwa vipi wewe watekeleza? Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilivyokuja masala ya baba na mama akasema ummuk thumma ummuk thumma ummuk, akampatia daraja tatu. Kwa hiyo mama ni mahali pakubwa sana. Ili nikihitimisha maneno yangu, nataka kuchanganya kwa wazazi wote wawili nimalize. Mola subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani atuambia, wa in jahadaka ala an tushrika bi
ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Hawa wazazi lau watakuwa wanafanya bidii jahadaka, yani kuna vishindo hapo, hawakuachi, wanafanya kila mikakati, wanajisumbua kuhakikisha wewe uingie kwenye shirki. Hapa huyu mzazi anayezungumzwa hapa ni mzuri au ni mbaya? Ni mbaya. Lakini unaambiwa fala tuti'huma, kisha mbele yake atuambia wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Huyu muovu, tena sio muovu amekaa, la, muovu ana mikakati kukutia kwenye uovu. Huyu basi uhakikishe wasahibhuma fi dunya ma'rufa, unaingiliana nao na kusuhubiana nao katika hii dunia kwa wema. Al-Imam Fakhru Razi katika tafsiri yake asema wasahibhuma fi dunya ma'rufa ni umkidhie haja yake kabla hajasema, utambue lile analolitaka kabla hajalizungumza. Almusahaba, haiwezekani wewe una musahaba na kweli iwe mzazi wako hujaelewa ataka nini, huna musahaba na. Maana ya musahaba ni kabla hajatamka wewe mwenyewe wamwona huyu mzazi anahitajia kitu fulani, unamtekelezea kabla halijatoka kwenye ulimi wake, unalizuia pale pale ndani ya moyo wako, mzazi nimekutekelezea. Hii ndio wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Hii kwa mtu gani katika siyaqi al-aya? Ni mtu ambaye kwamba jahadaka an tushrika bi. Sasa niambie wewe mzazi wako yuwaswali, wewe niambie mzazi wako ambaye kwamba ameshika mswahafu, wewe niambie mzazi wako ambaye kwamba labda ana maasi ya haya na yale, lakini bado ana la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, unafaa uishi namna gani? Ndio utaona katika aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana fa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Hilo ni katazo. Wala tanharhuma, usiwarukie. Hizo kidogo tuweza tukajikaza nazo tukazifanya kwa wale ambao kwamba wamejaaliwa, lakini mbele yake waqul lahumā qawlan karima. Hatukuambia waqul lahumā bas qawlan hasana, la, qawlan karima. Neno unalolitoa kwenye mdomo wako kuzungumza na mzazi wako, ndani yake kuwa kuna ukarimu katika neno. Sio waqul lahumā qawlan haqqan, mazungumzo baina wewe na mzazi sio kuambiana ukweli, unakosa adabu. Si masala kuzungumza ukweli na mzazi wako, ni ukosefu wa adabu kuzungumza ukweli, ni kuzungumza qawlan karima, ukweli ambao kwamba utakuwa umeupaka ndani yake, akiuchukua yeye mwenyewe anaona umemheshimu na umemtukuza. Kwa haya tulijaliwa na hii fursa tulioipata, tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie insha Allah Ta'ala tukitoka hapa tuwe kweli ni barran biwalidayhi. Mwenyezi Mungu awaweke wazazi wetu, awaniimeshe na afya, na sisi pia tupatie kila la kheri, na wanawake wote ulimwenguni inshallah wawe katika imani, tukutane na peponi bila ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal afwa minkum.